mafunuo ya kwake isipokuwa mafunuo ya Baba. Pili, kama ingekuwa ni kutembea kila mtu kwenye mafunuo ya kwake, basi Roho Mtakatifu alipokuja kwa wanadamu angekuja na mafunuo ya kwake. Pamoja na utakatifu wake wote, Roho Mtakatifu bado anatembea kwenye mafunuo ya Yesu. Tunaona pia Biblia inaeleza juu ya hilo. Mifano ni chache tu ambayo tutaenda kujifunza. Tunataka kuangalia tu vile ambavyo tunaweza tukatambua huyu ni mtumishi wa Mungu au ni nabii wa uongo, ni wakala wa Mungu au ni wakala wa Ibilisi. Tunaona Biblia inaeleza juu ya waraka wa kwanza wa Korinto kwamba waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 11, tunaona mtumishi wa Mungu anaeleza waziwazi namna watu wanavyopaswa kumfuata, lakini anaeleza kwamba anapaswa kumfuata, wamfuate yeye kama yeye anavyomfuata nani? Kama anavyomfuata Kristo, kama anavyolitii neno la Kristo, kama anavyoishi sawa na Kristo, kama anavyoishi sawasawa na neno la Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Amen. Paulo mtume anatupa kielezo. Mtu ambaye anasema alifanya kazi kubwa kuliko mitume wote. Mpaka sasa hivi shetani anawezeka kusikia jina la Paulo. Anasema mnifuate mimi kama ninavyomfuata nani? Kristo. Hawa ndio mitume wa kweli. Hawa ndio manabii wa kweli. Sasa tunaona mpaka hapa mitume au watumishi wa Mungu watakaa kwenye mnyororo huu. Hawatakuwa na ya kwao, hawatakuwa na ubunifu wa kwao, hawatakuwa na mashauri ya kwao, lakini wanasema watakachofanya ni kile ambacho Mungu amekifanya. Nje hapo inakuwa sio. Nje hapo yatatokea matunda yasiyo sahihi. Yasiyo sahihi. Kwa hiyo ni rahisi watu wa Mungu kujua nabii wa uongo ni nani, nabii wa kweli ni nani. Utaona tu maisha yake huyu mtumishi wa Mungu, neno analolifundisha, maongozi yote yanaendana na neno la Mungu. Lakini mwingine utaona kuna makando kando. Kwa leo tuna manabii wengi wa uongo ambao pasipo kujua neno la Mungu ni rahisi kubebwa na kupotea, kwa sababu hatujajua nabii wa uongo ni nani, nabii wa kweli ni nani. Na wote wakati mwingine wanawekwa kwenye kapu moja kwamba wote ni manabii wa uongo. Si sahihi. Lazima tuwe na ufahamu wa kutosha kujua huyo si nabii wa kweli, nabii wa uongo. Na tunaona Yesu anasema kama ninyi mngekuwa ni watumishi wa Mungu, basi mngeyafahamu haya ninayoyanena. Baba angewafunulia, mngenielewa na tungetumia pamoja, tungefanya pamoja. Kama mngekuwa ni watumishi wa Mungu, msingekuwa mnatafuta faida yenu wenyewe. Amen. Amen. Na sasa utaona manabii wa uongo manikasema watajitungia, watafundisha yaliyo yao wenyewe. Amen. Na watajipatia faida kwa maneno waliojitungia wao wenyewe. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya. Na katika Biblia zetu, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 3. Maandiko yanasema, wote tumepata, na katika kutamani watajipatia faida kwenu. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii, yani hauchelewi. Watajipatia faida kwa watu ambao hawana maarifa ya neno la Mungu. Watajipatia faida kwa watu kwa maneno ambayo si neno la Mungu, bali maneno yaliyotungwa, waliojitungia, waliojipatia ufunuo kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Kuwa tajiri sio dhambi. Kosa na hukumu inakuwa juu ya watu wa namna hiyo, na siku hiyo inakaribia sana kuliko wanavyofikiria au kuliko wao wanavyofikiria. Ni pale ambapo wanapofundisha uongo ili watu wajipatie faida kupitia ujinga wa watu wasiojua neno la Mungu. Mungu atusaidie tusiwe wajinga katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio maana kanisa hili wakati wote baada ya kuokolewa tunahimizwa kuwa wanafunzi wa Yesu. Kuwa wanafunzi wa Yesu na kuwa na utulivu wa kutulia kujifunza neno la Mungu, ili tusiwe wajinga wa kupigwa, tusiwe wajinga wa kupeperushwa ovyo ovyo na kuyumbishwa kama wimbi la baharini, kama bendera inayoyumbishwa na upepo. Sasa ikiwa tutalijua neno, hatuwezi kuyumbishwa. Tutakuwa na nafasi nzuri ya kuwasaidia hao ambao hawana neno ndani yao katika jina la Yesu.